Nisomee Mwanzo mstari wa 2 unasemaje? Biblia inasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa. Tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu ili afanye creation ikabidi atume roho kufanya uumbaji. Yawepo mambo ambayo Mungu anayataka kwa imani. Roho akaja juu ya uso wa vilindi vya maji pakiwa dark. Giza likiwa juu ya uso wa nchi, ila maji yalikuwepo. Maji yalikuwepo. Ila ili uumbaji uwepo, inabidi roho aje kwenye maji. Wangapi walishawahi kuota ndoto wanakunywa maji? Wangapi? 1, 2, 3 nakunywa maji. Yale maji unafikiri ilikuwa na nguvu gani ndani kama sio nguvu ya roho? Hukuwa unakunywa maji safi, ulikuwa unakunywa matatizo kwenye ulimwengu wa roho. Maana ili uharibike, kuna nguvu ya roho juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwamba huyu ili tumharibu, inabidi tuingize roho za mauti, roho za magonjwa kwenye maji. Alafu tutamwesha kwenye ndoto ikiwa tumeita nafsi yake. Alafu sasa ni kwenye ulimwengu wa roho, anaota anakunywa maji au anakunywa juice tamu sana, ila amekunywa matatizo. Anapokunywa matatizo anaamka, asubuhi anaanza magonjwa, au nguvu ya maombi inaondoka, au kipawa cha kulima kinanyamaza. Giza linaanza kufanya kazi juu ya mtu. Ni nini kimefanyika? Ni roho imetembea juu ya uso wa vilindi vya maji. Nitakwambia siri hii moja. Shetani anapotaka kupambana na kanisa, huwa anapambana kutokea kwenye vyanzo vya maji. Hapambani kwenye ardhi, anapambana na kanisa kwenye vyanzo vya maji. Maana kule ndio anajua akiachilia roho za maneno zitawafuata. Akiachilia roho za uzinzi zitawafuata. Akiachilia roho ya usingizi zitawafuata. Roho ya usingizi haiachiliwi kwenye anga, inaachiliwa kwenye maji. Maana maji yamebeba hewa yote waidi dunia nzima. Roho ya usingizi ikiachiliwa baharini, utakuta hewa. Maana hewa itatoka tu. Wanajua upepo wa mashariki utavuma tu, hata uwe kaskazini utaupata. Kwa kipindi unasema naanza kuomba, roho ya usingizi imeachiliwa. Haijui, maana inajua kuna mwombaji. Haijui, ila ukianza kusema tu katika jina la Yesu, Joram kaanza tuendele, tayari kwenye hewa wamejua. Zaburi 91 kuna kitu kibaya kinazungumza. Watu wangapi walishawahi kuota au wamekaa macho kabisa, wanasikia vitu vinamwagika juu ya bati? Hamna juu ya bati. Asubuhi magonjwa yanaanza. Kwenye hiyo Zaburi anazungumza mstari mmoja kama sijakosea, wangapi wa 9:12 anazungumza juu ya mchele, mtama, uwele, waliguo, asubuhi. Uwele, waliguo, asubuhi ni magonjwa yanayoinuliwa kupitia anga, hewa, bahari. Magonjwa yanaitwa ya milipuko. Na yanapokuja juu ya nyumba ya mtu, yanakuja kama mchele, kama uwele, unamwagika juu ya bati. Asubuhi mtu anaanza matatizo ya magonjwa.